Matangazo jijini Nairobi. Utaniwia radhi manake kidogo tumechelewa kukupasha taarifa za habari, lakini ni kwa ajili ya shughuli ya maandalizi ya mashujaa ambayo imekuwa ikiendelea katika kaunti ya Kitui. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, moja kwa moja tuandamane hadi tamati. Familia moja mjini Kaloleni katika kaunti ya Kilifi inataka haki baada ya msichana wao wa miaka 14 kufariki muda mfupi baada ya kudungwa sindano ya dawa za kukabili maambukizi, kwa kimombo antibiotics, katika hospitali ya kibinafsi ya Bombolulu. Susan Locho anatuarifu mengi zaidi. Ni hali ya majonzi katika eneo la Kaloleni, kaunti ya Kilifi. Familia ya Millicent Muthoni, mwanafunzi wa darasa la 8, sasa inatafuta majibu baada ya binti yao kufariki kwa njia tatanishi. Inadaiwa kuwa Muthoni alifariki muda mfupi baada ya kudungwa sindano ya dawa ya kuzuia maambukizi almaarufu antibiotic katika hospitali ya kibinafsi ya Bombolulu. Kwa mtoto kumeniacha na pengo kubwa sana. Mtoto wangu wa pili na huzuni mkubwa sana kuondoka na mtoto ambaye umemlea mpaka kafikisha miaka 13 na ndio ile nyota yake iko karibu kufunguka. Kulingana na mamake marehemu Evelyn Kambura, binti yake alikuwa na kikohozi tu, lakini baada ya kudungwa sindano hiyo nyuma ya kiganja cha mkono alianza kutoa povu na kupoteza fahamu. Kamuuliza mbona naweka mtoto umweki lining ili ndio weke hiyo dawa, akaniangalia hakunijibu. Sasa akachukua dawa, sasa akamwekea na akasukuma yote ikamalizika. Ikimalizika ile dawa, mtoto ya collapse hapo. Jitihada za kumkimbiza katika hospitali ya kaunti ya Mariakani hazikuzaa matunda, kwani baadaye alithibitishwa kufariki. Kwa njia alikuwa anatoa popo. Kufika Mariakani, daktari akamchukua akimpima, akaniambia mtoto ameshaisha. Hata mimi hata Mariakani niwaambia Bombolulu ndio imeua mtoto wangu na ile dawa amemdunga. Ripoti ya awali ya upasuaji wa maiti haikubaini chanzo kamili cha kifo, lakini sampuli mbalimbali zimepelekwa katika maabara ya serikali kwa uchunguzi zaidi. Majibu yaliyotokea ya mwanzo, preliminaries, majibu yake yanaonyesha kwamba mtoto alikufa kwa povu ambalo lilimziba sehemu zake za kupumulia na lilikuwa limejaa pia kwa mapavu. Sababu hata tukifanya postmortem bado huyu mtoto alikuwa bado anaendelea kutoa povu. Wakati familia ikilia haki, juhudi za kupata majibu kutoka kwa uongozi wa hospitali hiyo zimegonga mwamba baada ya msimamizi mkuu kutoweka bila maelezo. Kusema ukweli, mimi ndio nimetembea na hiyo postmortem yote mpaka ikaisha, na uchunguzi wote daktari wote wakaweza kufanya uchunguzi nikiwa pale, na nimeona aswa ni kulikuwa na kuzembea kwingi kwa daktari, kwa sababu lile pofu ndio niliweza kumziba yule mtoto akashindwa kupumua. Familia sasa inaitaka serikali kuingilia kati, ikidai kuwa utepetevu wa wauguzi hospitalini humo ndio uliosababisha kifo hicho cha kusikitisha. Susan Locho, TV47. Asante sana Susan Locho kwa taarifa hiyo. Hali ya taharuki imetanda maeneo ya